Leo tutamwangalia kiongozi Mwafrika na mwana mapinduzi Nelson Mandela, kutoka uchungaji hadi rais wa Afrika Kusini. Nelson Rolihlahla Mandela, anayejulikana pia kama Madiba, alizaliwa Julai 18 mwaka 1918 katika kijiji cha Mvezo, Afrika Kusini, na alifariki Desemba 5, 2013 Johannesburg pale. Mandela alikuwa kiongozi wa taifa la wazungu weusi na rais wa kwanza mweusi wa Afrika Kusini tangu mwaka 1994 hadi mwaka 1999. Kupitia mazungumzo yake na rais wa Afrika Kusini F.W. de Klerk mwanzoni mwa miaka ya 1990, alisaidia kumaliza mfumo wa ubaguzi wa rangi, yani apartheid, na kuanzisha mpito wa amani kuelekea utawala. Mandela na de Klerk walishirikiana kupewa tuzo ya amani ya Nobel mwaka 1993 kutokana na juhudi zao hizo. Maisha ya mwanzo na kazi ya Nelson Mandela. Alikuwa mwana wa kiongozi wa Henry Mandela wa kabila la Madiba la watu wa Tembo wanaozungumza Kihosa. Baada ya kifo cha baba yake, alilelewa na John Gitaba, mlezi wa Tembo. Mandela alikataa dai la uongozi wa kabila na badala yake akaamua kuwa wakili. Alisoma katika South African Native College, baadaye chuo kikuu cha Fort Hare, na baadaye masomo ya sheria katika chuo kikuu cha Witwatersrand, ambapo baadaye alifanya mtihani wa kuwa wakili. Mwaka 1944 Mandela alijiunga na African National Congress, yani ANC, kundi la wapigania uhuru wa wazungu weusi, na akawa kiongozi wa chama cha vijana. Mwaka huo huo alikutana na Evelyn Ntokomase. Mandela aliendelea kushikilia nafasi mbalimbali za uongozi ndani ya ANC, akisaidiana kuimarisha chama cha kupinga sera za ubaguzi wa rangi zilizowekwa na chama cha kitaifa, yani National Party, kupigania uhuru na ushawishi wa kisheria. Mwaka 1952 Johannesburg, Mandela na kiongozi mwenzake Oliver Tambo walianzisha ofisi ya kwanza ya wakili wazungu weusi Afrika Kusini, ikibobea katika kesi zinazohusiana na sheria za apartheid, yani ubaguzi. Mwaka huo huo alichukua nafasi muhimu katika kuanzisha kampeni ya kupinga sheria za pass ambazo zilizorasimishwa na wazungu wasio weupe kubeba vibali vya kuingia katika maeneo yaliyozingatiwa kwa wazungu. Alizunguka nchi nzima akijaribu kueneza kampeni ya upinzani wa amani dhidi ya sheria hizo za ubaguzi. Mwaka 1955 Mandela alishiriki katika kuandaa Freedom Chapter, hati iliyoitwa kwa demokrasia isiyo ya rangi na usawa wa kijamii. Utekelezaji wa mapambano na kesi za kisheria. Shughuli za Mandela dhidi ya apartheid zilikifanya kuwa kikwazo kwa mamlaka. Kuanzia mwaka 1952 alikatazwa mara kwa mara, alikatazwa kusafiri, kuungana na kuzungumza. Desemba 1956 alikamatwa pamoja na watu zaidi ya 100 wa tuhuma za uhaini, kesi zilizolenga kuwatisha wanaharakati wa kupinga apartheid, yani ubaguzi wa rangi. Mandela alikabiliwa na kesi hiyo na hatimaye alifutwa mashtaka mwaka 1961. Wakati wa mashauri hayo alitengana na wake na kuolewa na Nomzamo Winfred Madikizela. Shughuli za siri za kesi ya Livonia baada ya mauaji ya amani ya wazungu weusi wasio na silaha huko Sharpeville mwaka 1960 na marufuku ya ANC, Mandela aliondoka kwenye mtazamo wa upinzani wa amani na kuanzisha kampeni za uharibifu dhidi ya serikali ya Afrika Kusini. Alijificha akipatikana kwa jina la Black Pimpernel na kuwa mmoja wa waanzilishi wa Umkhonto we Sizwe, fimbo ya taifa,
yaani fimbo ya taifa, tawi la kijeshi la ANC. Mwaka 1962 alisafiri Algeria na mafunzo ya mapambano ya kigaidi na uharibifu na kurudi Afrika Kusini mwaka huo huo Agosti 5. Baada ya kurudi, alikamatwa katika kituo cha barabara Natal na kudhibitiwa kifungo cha miaka 5 gerezani. Kesi ya Livonia na kifungo cha maisha kutoka mwaka 1964 hadi mwaka 1982. Mandela alifungwa kizuizini Robben Island karibu na Cape Town mwaka 1963. Mandela na wengine walihukumiwa kwa mashtaka ya uharibifu, uhaini na njama za vurugu katika kesi ya Livonia iliyopatikana baada ya polisi kugundua silaha na vifaa vya kijeshi katika makao makuu ya Umkhonto we Sizwe. Hotuba yake mbele ya mahakama, ambapo alikubali ukweli wa baadhi ya mashtaka, ilikuwa ni miongoni mwa mashauriano ya kimsingi ya uhuru na upinzani dhidi ya dhuluma, ikivutia hisia na heshima duniani kote. Juni 12 mwaka 1964 alihukumiwa kifungo cha maisha, akiepuka kifo kwa pungufu. Nelson Mandela alizaliwa kwa jina la Rolihlahla Mandela tarehe 18 Julai mwaka 1918 na alifariki tarehe 5 Desemba mwaka 2013. Alikuwa mwanaharakati mashuhuri wa kupinga mfumo wa ubaguzi wa rangi, yani apartheid, na mwanasiasa wa taifa la Afrika Kusini. Alikuwa rais wa kwanza Afrika Kusini kuanzia mwaka 1994 hadi mwaka 1999. Mandela alikuwa kiongozi wa kwanza mweusi kuongoza nchi hiyo, na pia alikuwa rais wa kwanza kuchaguliwa kupitia uchaguzi wa kidemokrasia ulioshirikisha wananchi wote bila ubaguzi wa rangi. Utawala wake ulilenga kuvunja kabisa asali na urithi wa apartheid, yani ubaguzi wa rangi, kwa kujenga maridhiano ya kitaifa, kuponya majeraha ya ubaguzi wa rangi na kuimarisha demokrasia inayokubali na kuheshimu jamii zote za rangi tofauti. Kwa misingi ya kiitikadi, Nelson Mandela alikuwa mzalendo wa Kiafrika, mwelekeo wa kijamaa. Alihudumu kama rais wa chama cha African National Congress, yani ANC, kuanzia mwaka 1991 hadi mwaka 1997, akitoa mchango mkubwa katika mapambano ya ukombozi, umoja wa kitaifa na haki ya usawa kwa watu wote wa Afrika Kusini.